Iran ilifanya mashambulizi makubwa dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani, ndege za kijeshi pamoja na mifumo ya rada katika nchi 6 za Kiarabu ambazo ni Kuwait, Oman, Syria, Jordan, Bahrain na Qatar mnamo Julai 17 mwaka 2026, hatua iliyoongeza kwa kiwango kikubwa mvutano wa kijeshi katika Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, operesheni hiyo ilihusisha matumizi ya makombora ya masafa mbalimbali na ndege zisizo na rubani zilizolenga kile ilichokitaja kuwa miundombinu muhimu inayosaidia operesheni za kijeshi za Marekani katika eneo hilo. Iran ilisema shambulizi hilo lilikuwa sehemu ya mkakati wake wa kujibu mashambulizi ya Marekani dhidi ya ardhi yake na kuonyesha kuwa iko tayari kujibu kwa nguvu yoyote ya kijeshi inayolenga mamlaka yake. IRGC ilieleza kwamba mashambulizi hayo yalikuwa ni jibu la moja kwa moja kwa mashambulizi ya Marekani yaliyofanywa ndani ya Iran siku chache zilizotangulia. Tehran ilidai kuwa mashambulizi ya Marekani yaliharibu si tu eneo la kijeshi bali pia miundombinu ya mawasiliano, reli, barabara, magari ya kiraia na maeneo mengine yalikuwa yakitumiwa na wananchi wa kawaida. Iran ilisema watu kadhaa walipoteza maisha huku wengine wengi wakijeruhiwa kutokana na mashambulizi hayo, na kusema kuwa sheria za kimataifa zinaipa haki ya kujibu kwa kulenga vituo vya kijeshi vya Marekani vinavyopatikana katika Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa viongozi wa kijeshi wa Iran, malengo makuu ya operesheni hiyo yalikuwa kambi za kijeshi za Marekani, mifumo ya ulinzi wa anga, rada za kisasa za ufuatiliaji pamoja na ndege za kivita zinazotumiwa katika operesheni za Marekani. Iran ilisema ilichagua kushambulia miundombinu ya kijeshi badala ya maeneo ya kiraia, ikidai kuwa lengo lake lilikuwa kupunguza uwezo wa Marekani wa kuendesha mashambulizi dhidi ya Iran. Aidha, ilionya kuwa ikiwa Washington itaendelea kushambulia ardhi ya Iran, basi hatua kali zaidi zitafuatia dhidi ya maslahi ya Marekani na washirika wake katika eneo hilo. Baada ya mashambulizi hayo kuanza, nchi kadhaa za Kiarabu zilithibitisha kwa mifumo ya ulinzi wa anga ilianza kufanya kazi mara moja. Kuwait, Qatar, Bahrain na Jordan zilisema zilifanikiwa kuzuia makombora na ndege zisizo na rubani zilizokuwa zikielekezwa katika maeneo ya kijeshi yaliyopo ndani ya mipaka yao. Serikali za nchi hizo zilisema kukuwa na uharibifu mkubwa ulioripotiwa katika maeneo mengi yaliyolindwa, ingawa tahadhari za usalama ziliendelea kutolewa na vikosi vya ulinzi vikawekwa katika hali ya juu tayari ili kukabiliana na mashambulizi mengine yanayoweza kutokea. Nchini Jordan, jeshi lilitangaza kwa mifumo ya ulinzi wa anga ilifanikiwa kuyatungua makombora kadhaa yaliyokuwa yakielekea upande wa kusini mwa nchi karibu na Aqaba, huku kombora moja likianguka katika eneo la wazi bila kusababisha majeruhi. Bahrain na Qatar pia zilieleza kuwa mifumo yao ya ulinzi wa anga ilizuia makombora na ndege zisizo na rubani kabla ya kufikia malengo yaliyokusudiwa. Kuwait nayo ilitangaza kuwa ilichukua hatua za haraka za kiusalama katika vituo vya kijeshi na miundombinu muhimu, huku ikisema kuwa hali iliwekwa chini ya udhibiti kamili. Mashambulizi hayo yaliibua tahadhari kubwa katika nchi za Ghuba, ambapo usalama uliimarishwa katika viwanja vya ndege, bandari, vituo vya mafuta, mitambo ya gesi na maeneo mengine muhimu ya kimkakati. Mataifa mengi katika eneo hilo yaliimarisha ulinzi wa anga na kuongeza doria za kijeshi kutokana na hofu kwamba mzozo huo ungeweza kusambaa kwa kasi zaidi. Kiongozi mkuu wa Iran, Mojtaba Ayatollah Ali Khamenei, ameendelea kutoa matamshi makali dhidi ya Marekani, akisema hatua za Washington za kuvunja makubaliano ya kusitisha mapigano zimeonyesha kuwa ahadi na saini ya rais wa Marekani Donald Trump hazina uaminifu wote. Kauli hiyo imekuja wakati mvutano kati ya Tehran na Washington ukiendelea kupanda baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano yalikuwa yamejaribu kupunguza mapigano kushindwa kudumu, hali iliyosababisha pande hizo mbili kuanza tena mashambulizi ya kijeshi. Katika taarifa yake ya maandishi iliyotolewa jana Jumamosi na kusambazwa kupitia vyombo vya habari vya serikali ya Iran, Khamenei amesema Marekani imekiuka mara kwa mara makubaliano ya maelewano yaliyofikiwa kati ya viongozi wa nchi hizo mbili. Kwa mujibu wa kiongozi huyo,
Ukiukwaji huo umeonyesha kuwa serikali ya Marekani haitimizi ahadi zake na kwamba makubaliano yote yanayofikiwa na Washington yanaweza kuvunjwa wakati wowote. Khamenei amesema saini ya rais wa Marekani Donald Trump katika makubaliano hayo haina thamani kabisa na haina uaminifu, akidai kwa Marekani imeonyesha kutokuwa tayari kuheshimu masharti yaliyokubaliwa. Amesema hatua hizo zimeharibu kabisa imani ya Iran kwa serikali ya Marekani na kuongeza mashaka kuhusu uwezekano wa kufikia kwa makubaliano mapya ya kisiasa katika siku zijazo. Kauli hiyo imekuja baada ya Washington na Tehran kuanza tena kubadilishana mashambulizi kufuatia kuvunjika kwa makubaliano ya kusitisha mapigano. Mapigano hayo yameongeza hofu kubwa katika eneo la Mashariki ya Kati kwamba hali inaweza kurejea katika hali ya vita kubwa ya moja kwa moja kati ya mataifa hayo mawili. Katika ujumbe wake, Khamenei ameonya kwamba Marekani inapaswa kufahamu madhara ya kuendelea na operesheni za kijeshi. Amesema Iran pamoja na washirika wake wa kikanda wana uwezo kutoa majibu ambayo Marekani haitasahau, akirejelea kile Tehran alichokiita mhimili wa upinzani unaojumuisha makundi yanayounga mkono Tehran katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati. Wakati adui Marekani anapotafuta kuchochea vita na kubeba matokeo yake makubwa zaidi, inapaswa kujua kwamba taifa la Iran na mhimili wake wa upinzani una masomo yasiyosahaulika ya kumpa, alisema Khamenei katika taarifa yake. Kauli hiyo inaonyesha kuongezeka kwa msimamo mkali wa Tehran dhidi ya Washington baada ya mfululizo wa mashambulizi yaliyofanywa na pande zote mbili. Iran imekuwa ikisema kuwa hatua zake za kijeshi ni majibu dhidi ya mashambulizi ya Marekani, huku Washington ikisema operesheni zake zinalenga kulinda wanajeshi wake, washirika wake na kuzuia vitisho kutoka Iran. Kwa sasa Iran imeendelea kusema kuwa haitarudi nyuma mbele ya kile inachokiita shinikizo na mashambulizi ya Marekani, wakati Washington nayo imeonyesha kuitendelea kuchukua hatua za kijeshi pale inapodai kwa maslahi yake ya usalama wa wanajeshi wake unatishiwa. Hali hii imeacha eneo la Mashariki ya Kati likiwa katika hali ya taharuki, huku dunia ikisubiri kuona kama pande hizo mbili zitaweza kurejea kwenye diplomasia au zitaingia katika mzunguko mwingine wa mapigano makubwa zaidi. Na wanajeshi wawili wa Marekani wameuawa pamoja na mmoja kupotea vitani baada ya shambulizi la kombora la masafa marefu lililorushwa kutoka Iran kulenga eneo lililokuwa na vikosi vya Marekani nchini Jordan, tukio ambalo linaashiria hatua mpya ya hatari katika mzozo unaoendelea kati ya Tehran na Washington. Mbali na waliopoteza maisha, wanajeshi wengine 4 walijeruhiwa wakati vikosi vya Marekani vilipojaribu kujilinda dhidi ya mashambulizi hayo makali yaliyotokea usiku wa Ijumaa. Kwa mujibu wa taarifa rasmi ya kamandi kuu ya jeshi la Marekani, mashambulizi hayo yalifanywa kwa kutumia makombora ya ballistic yaliyolenga maeneo yanayotumiwa na wanajeshi wa Marekani nchini Jordan. Taarifa hiyo ilisema wanajeshi waliokuwa katika eneo hilo walikuwa wakitekeleza operesheni za ulinzi wakati makombora hayo yalipoanza kushambulia na kusababisha milipuko mikubwa iliyoharibu sehemu ya miundombinu ya kijeshi pamoja na kusababisha vifo na majeraha. CENTCOM ilisema kuwa wanajeshi wawili walifariki dunia kutokana na mashambulizi hayo, huku mwanajeshi mmoja akitangazwa kuwa bado hajapatikana na kwa sasa anatambuliwa rasmi kama aliyepotea vitani. Maafisa wa kijeshi wameendelea na operesheni ya kumtafuta mwanajeshi huyo, huku akichunguza iwapo alifunikwa na vifusi, alijeruhiwa na kuhamishwa au kuna mazingira mengine yaliyopelekea kutoka kwake wakati wa mashambulizi. Aidha, wanajeshi 4 waliojeruhiwa walikimbizwa kwenye vituo vya afya nchini Jordan ambako walipatiwa matibabu ya haraka. Tukio hilo linakuja wakati mvutano kati ya Iran na Marekani umefikia viwango vya juu, huku pande zote mbili zikiendelea kushambuliana kupitia operesheni za moja kwa moja za washirika wao katika eneo la Mashariki ya Kati. Vifo vya wanajeshi hao vinaweza kuwa miongoni mwa matukio yatakayobadili mwelekeo wa hatua za kijeshi na kisiasa katika siku zijazo, huku dunia ikiendelea kufuatia kwa karibu iwapo pande hizo mbili zitaongeza mashambulizi au kutafuta njia za kupunguza